بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين، رحمة الله للعالمين، نبينا وحبيبنا وقائد غر المحجلين، صلوات الله وسلامه عليه، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake. Miongoni mwa neema zake kutukutanisha tena katika msikiti kama vile huu. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala awahifadhi wasimamizi wake na walinzi wake na waumini ambao wanatekeleza ibada katika msikiti kama vile huu. Biidhnillah ta'ala, kwa hizi siku takriban 3 kufuatia kauli ya ustadhi wetu Sheikh Umar hafidhahullah, tutakuwa na darasa fupi takriban dakika 10 ambazo zitakuwa zikihusu adabu, na tutazungumzia risala ama tutakuwa na kitabu kinachoitwa Al-Adab Al-Ashara cha Sheikh Saleh ibn Abdullah ibn Hamad al-Rasuli hafidhahullah. Risala ndogo ambayo peji zake ni peji 3 takriban. Lidhalika hasa kuanzia kesho kila mmoja akiwa nayo itakuwa vizuri tukifatisha. Ndani ya kitabu kama vile hii Sheikh hafidhahullah ta'ala ametaja adabu 10 ambazo yatakikana Muislamu ajipambe nazo. Na aliposema al-adab al-ashara, hapo kusudia ya kwamba adabu za Kiislamu ni 10 peke yake, bali kutokamana na umuhimu wa hizi adabu kwamba kila siku watu wanaishi nazo katika jamii zao, katika society zao. Ndio maana Sheikh akawa ameweza kuzitaja adabu kama vile hizi. Na kadhalika kama tunavyoelewa Uislamu, Mtume alayhi salatu wasallam asema inna ma bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq, mimi nimetumilizwa kwa umma nije nikamilishe tabia njema. Na Mtume alayhi salatu wasallam akizungumza kuhusu Uislamu anasema inna ma huwa ad-din kullu, al-akhlaq inna ma huwa ad-din kullu, dini yote ipo katika akhlaq. Lidhalika Muislamu akiwa hana adabu anahesabika bado hajajipamba na Uislamu. Muislamu akiwa hana akhlaq yuhesabika bado hajajipamba na adabu, hajajipamba bado na Uislamu, kwa sababu Uislamu ni dini ya akhlaq. Na ndio maana tunaumia leo katika jamii, unaona Waislamu wananyoshewa vidole kwa moja ama jingine. Hiyo unakuta kwamba kutokana na zile adabu mbaya ambazo wanazifanya. Sitawaambia tatizo halipo katika Uislamu, bali tatizo lipo kwa yule Muislamu ambaye hakufuata mafundisho na adabu za Kiislamu. Leo hii mdogo hasalimii mkubwa, wala mkubwa hurumii mdogo. Mtoto aheshimu mzazi hasimamii mambo ya watoto wake. Hii yote ni ukosefu wa adabu. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an alitaja suratul Hujurat. Ulama wameashiria hii ni suratul adab lima fiha min al-ahmiyya wal adab al-islamiyya ambayo yatakikana Muislamu ajipambe. Biidhnillah ta'ala leo tutaanza na adabu ya kwanza peke yake, na kesho inshallah tutaendelea na adabu nyingine. قال المصنف رحمه الله، قال المصنف حفظه الله الشيخ بدر الكحاي، من mmoja kati ya ulama wa dawla Saudia حفظه الله تعالى, ameanza risala yake akisema i'lam هداني الله وإياك لأحسن الأخلاق أن من أعظم الآداب 10. Tambua ewe ndugu yangu, Allah kuongoze wewe pamoja na mimi katika tabia nzuri, ya kwamba miongoni mwa adabu tukufu ni adabu 10. Aliposema rahimahullah bismillahir rahmanir rahim, ameanza risala yake na basmala, kusema bismillah, na kutaja mukaddima akitosheka na bismillah, kwa sababu wameifanya kama vile njia ya risala. Mtume alayhi salatu wasallam alikuwa akiwaandikia watawala mbalimbali risala, anaanza bismillahir rahmanir rahim, anaanza moja kwa moja min Muhammad ila fulani ila fulani. Falidhalika hapa al-musannif rahimahullah na yeye kadhalika katumia njia ya risala. Kisha i'lam, barakallahu fikum, i'lam ni fi'lu amr
ambayo makusudio yake anakuwa anakusudia kumtanabahisha yule mtu ambaye kwamba anataka kusikiza ama anataka kusoma hii mandhuma ama hii risala. Falidhalika wewe Muislamu ukisikia i'lam, manake wazinduliwa na washtuliwa, ufahamu haya mambo ambayo kwamba yanakuja. Na mara nyingi kija i'lam, basi jambo linalofuata litakuwa ni jambo zito. Ndio maana akasema i'lam hadani Allah wa iyyak anna min a'zam al-adab 10. Na pale aliposema hadani Allah wa iyyak, hii ni usulubu mzuri wa mashayikh na walimu na maasatidha na wale ambao kwamba wanalea, kuanza kuombea dua wale waumini wao. Ikiwa unawalingania watu, ombea dua Allah subhanahu wa ta'ala alainisha nyoyo zao ziwe ni nyepesi kukubali haki. Hata ukiweza kusimama usiku ukaomba dua kuombea waumini wako ama kumwombea mwanafunzi wako, Allah subhanahu wa ta'ala amfungulie fahamu, Allah subhanahu wa ta'ala ampatie akili ya kuweza kuelewa zile darasa ambazo tutazitoa. Ama kama unataka kwenda kumlingania mtu amwombea dua, Allah muongoze. Mtume alayhi salatu wassalam imethubutu dua mbalimbali alikuwa akiombea watu, akisema Allahumma a'izza al-islam bi-islami ihda al-umarain, ewe Allah upatie nguvu Uislamu kwa kusilimu mmoja kati ya maumari wawili ambao ni Umar ibn Khattab na Amr ibn Hisham Abu Jahl. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akapokea dua ya kusilimu Umar ibn Khattab. Bali Mtume alayhi salatu wassalam aliwaombea dua watu wa Daus, sema Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim, ewe Allah waongoze watu wa Daus na walete kwangu mimi. Na kweli watu wa Daus wakasilimu na wakaenda kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Falidhalika mlezi, mzazi, sheikh yatakana uombee dua wale watu ambao kwamba wanakusudia kwenda kuwapatia taaluma. Qala li ahsani al-akhlaq, Allah niongoze mimi na wewe katika tabia nzuri. Ahsanu al-akhlaq, hapa ahsanu al-akhlaq zote sawa ni hizi ambazo amezitaja ama zile ambazo kwamba atakuwa hajazitaja. Kisha akasema anna min a'zam al-adab 10, kwamba adabu kubwa ambazo atakikana mtu ajipambe nazo, adabu tukufu ni 10, ni adabu hizi 10. Haina maana ya kwamba adabu ni 10 peke yake kama tulivyotangulia kutaja, bali adabu ni nyingi. Lakini kutokamana na umuhimu wa adabu kama vile hizi, ndio maana Sheikh akahusu kuzitaja hizi adabu. Na kadhalika miongoni mwa kuwa hizi adabu ni adabu ambazo kwamba zinatumiwa kila siku, na kathratu urudiha fi al-Qur'an wa fi sunna, kwamba zimekithiri kuja kwake ndani ya Qur'ani na katika sunna. Na adabu barakallahu fikum yawezekana zikawa ni adabu za kisheria ambazo zimetolewa katika Qur'ani na sunna, ama zikawa ni adabu za kimazoea urfia, yapelekea labda familia yetu tuna adabu fulani ambazo kama tumejiwekea faa kuzifuata, madamu wazikhalifu sharia, basi hizo adabu zaruhusiwa. Na kadhalika imma zikawa ni adabu shar'ia ambazo zimetolewa ndani ya Qur'an. Falidhalika uhakika wale watu ambao kwamba wanajipamba na akhlaq na adab, wanazingatia adabu kufuata haya mambo mawili. Jambo la kwanza, ay yakuna mawriduhum fi ma'rifati al-adab huwa ash-shar'u al-qawim, ikuwe chimbuko lao, sosi yao ya kujua adabu ni sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo la pili, ay yamtathilu tilka al-adab wa yatahaqqaqu biha, wajipambe na hizo adabu na wazihakikishe. Fa innahum awla al-khalq bi an yakunu ahli adab, kwa sababu waislamu na watu wenye ilmu yatakikana wao ndo wawe watu wa adabu. Barakallahu fikum. Tuanze adabu ya kwanza ambayo tutakomea katika hii adabu biidhnillah. Qala rahimahullah, al-awwal idha laqita musliman fasallim alayhi, idha laqita musliman fasallimu alayhi qailan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن سلم عليك فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمتاج الشيخ حفظه الله تعالى أداب يا كwanza
katika hizi adabu 10 ambazo zinafungamana na adabu za Kiislamu, adabu ya kwanza ni adabu ya salam, adabu salam, adabu ya salam. Na katika hii adabu kuna mambo matatu. Barakallahu fikum. Masala ya kwanza, kauli yake aliposema idha laqita musliman fasallim alayhi, kwamba pale utapokutana na Muislamu mpe salamu, utapokutana na Muislamu mpe salamu. Famin adabi alislam badlu salam, miongoni mwa adabu za Kiislamu ni wewe kumtolea salamu mwenzio. Ukikutana na Muislamu mwenzio, badir alayhi bisalam. Tumesema wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam, mbora wenu ni yule ambaye kwamba anaanza kumpatia salamu mwenzie. Wa mahalluhu, sehemu ya hii salamu ni wapi? Idha laqita musliman, mtolee salamu utapokutana na ndugu yako Muislamu. Muislamu ndio afaa atolewe salamu. Na luqya katika lugha ya kisheria iko maana mbili. Inaweza kawa luqya shar'iyya, luqya haqiqiyya au luqya hukmiyya. Kukutana kisheria kihakika. Mathalan umekutana mtu na mtu face to face, hapo unampea salamu. Ama inawezekana kwa kukutana na yeye kihukumu, mathalan umempigia mtu simu, umemtext mtu kwa WhatsApp ama kwa Instagram ama pahali popote. Yani al-luqya kupitia mitandao na kadhalika. Hii na yenyewe pia zingatiwa kuwa ni luqya. Falidhalika yatakana watu wapeane salamu wakikutana, hata katika social media ama wakiwa wanawasiliana katika WhatsApp ama sehemu mitandao yoyote kwa ajili ya mawasiliano. Falidhalika ima huku kukutana kutakuwa ni kwa hakika ama patakuwa ni kukutana kwa hukumu. Na sharti ya badlu salam, sharti ya mtu kumtolea salamu, yatakikana yajib ama la budda an yakuna man tusallim alayhi musliman, yatakikana unayemtolea salamu hii ya Kiislamu akuwe ni Muislamu. Asipokuwa Muislamu la yadkhul fi hadha al-kafir. Kafir yafaa kumwambia assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni salamu ya Waislamu min al-kitabu wa ghayruhum, yafaa kuwapatia hii salamu, kwa sababu Mtume alayhi salatu wasallam amekataza jambo kama vile hilo, kumpatia salamu. Na hapa ndo unaona uzuri wa Uislamu. Sisi Waislamu hatuna mdogo wala mkubwa. Ukiwa utakumsalimia mkubwa utamwambia assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukiwa utakumsalimia mdogo utamwambia assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hakuna tofauti. Na masala ya pili katika hii ibara aliposema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, هنا بين حفظه الله تعالى لفظ السلام المأمور به. Hapa amebainisha ile tamshi ya salamu ambayo kwamba sheria imeiamrisha. Salamu yatakikana iwe vipi? Salamu yatakikana iwe assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadi sifatuha al-kumla, hii ndio sifa yake kamili ambayo imekamilika ya salamu. Kama unataka kutoa salamu, sifa yake kamili utoe assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, kwa sababu salamu iko na martaba tatu. Martaba ya kwanza assalamu alaykum, martaba ya pili assalamu alaykum wa rahmatullah, martaba ya tatu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falidhalika imma utoe moja kati ya hizi, na kama wataka kupata thawabu zaidi utoe salamu yote. Na imethubutu hadithi ya Mtume alayhi salatu wasallam, bwana mmoja aliingia akasema assalamu alaykum, Mtume akasema wajib. Wa pili akaingia sema Mtume akasema wajib, watatu wajib. Masahaba wakamuuliza Rasulullah, mbona kila mmoja ukimwambia sema wajib? Yule wa kwanza ampata lakini alipata thawabu kiasi, wa pili akapata tena thawabu nyingine, watatu akapata thawabu zaidi. Ukitoa salamu full, Allah subhanahu wa ta'ala na wewe pia anakuongezea thawabu nyingi. Falidhalika hizo ndo martaba tatu za salamu. Barakallahu fikum. Na kutoa salamu ni sunna. Kutoa salamu ni sunna kwa ijmaa ya ahli al-ilm. Kutoa salamu ni sunna kwa ijmaa ya ahli al-ilm, kama alivyo nukulu al-Imam Ibn Abd al-Barr rahimahullah ta'ala fi at-Tamhid. Falidhalika kutoa salamu sunna, lakini raddu as-salam wajib. Raddu as-salam wajib ni miongoni mwa haki za Muislamu kwa Muislamu mwenzie. Ni hadithi tumeshasoma katika Riyadhus Salihin na Ustadh hafidhahullah, min huquqi al-muslim ala al-muslim minha raddu as-salam, kurejesha salam.
wewe ukitolewa salamu yafaa urejeshe salamu, wewe kwako ni wajibu. Ama yule mtu ambaye kwamba ametoa salamu kwake yeye ni sunna kutoa salamu. Sasa yapendeza kwa mtu ambaye kwamba atakutana Muislamu mzee pia ni salamu. Na ni miongoni mwa neema za Uislamu. Katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam asema Mayahudi hawajatuhusudu sisi isipokuwa katika haya mambo. Miongoni mwa mambo ambayo kama watuhusudu wao sisi ni assalamu. Si tuombeana salamu. Wenyewe hawana. Ndio maana wakawa kuna temu wanakuja kujiringisha kwa Mtume alayhi wasallam wakitaka na wao pia awaombee amani. Lakini sisi Waislamu tumpatie neema hii ya salamu. Ukutana Muislamu mwenzio mtolee salamu. Na kuna ile tabia ya kutoa ishara pengine upo kwa barabarani mwenzio akapita mbali ukamtolea ishara, hadha la yajuz. Haifai kusalimia kwa ishara. Labda ile ishara ukaiambatanisha na salamu. Yuko mbali kweli ya kusikia lakini ishara itoe na salamu, salamu alaikum, na yeye ajibu kwa salamu. Ama ishara peke yake sawa ikawa ni hivi ama ikawa ni hivi ama ikawa ni hivi, hizi zote ni tahiyya za Mayahudi. Uislamu sisi hatuna ishara. Ishara ukitoa toa na salamu. Haitoshei kutoa tu salamu kwa ishara peke yake. Hapo unakuja kupata thawabu za salamu. Masala ya mwisho qala wa in sallama alayka faqul wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kama mtu atakusalimia basi yatakikana umuitikie wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na hapa kadhalika mmebainisha sifa kamili ya salamu ambayo kwamba yatakikana mtu aitikie. Kama tulivyosema katika salamu unaweza kutoa katika martaba hizi tatu, na katika kuitikia kadhalika unaitikia katika hizi martaba tatu. Lakini Mtume Allah subhanahu wa ta'ala sema idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Mtu ankutolea assalamu alaykum unaweza kumjibu yote. Lakini sasa ukitolea assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ukasema alaykum assalam, hadha ma yanbaghi, wala si katika adabu. Hata mtu kama ametoa salamu kwa upendo na dhofisha ile mapenzi ambayo kwamba ipo kwa kifua yake. Lidhalika ukitolewa salamu jibu salamu kwa uzuri zaidi. Jibu salamu kwa uzuri zaidi. Falidhalika hapa aliposema wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh iktafa bi dhikri al-kummali min sifati ijabati assalam. Na sehemu yake kama tulivyotaja sehemu ya salam, sehemu ya raddu assalam ni pale mtu atapotolewa salamu. Uweze kukutana na mtu tu kabla hajakutolea salamu ukasema alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lazima kutolee salamu. Lazima kutolee salamu. Ikiwa aliyotoa salamu ni mtu mmoja na amesalimiwa mtu mmoja, basi yule mtu mmoja ni wajibu yeye arudi ile salamu. Na ikiwa watu ni wengi wamesalimiwa, mathalan ameingia mtu ndani tumeketi akatoa salamu, basi akiitikia mmoja inatosha kwetu sisi, itakuwa imeanguka dhambi. Na kama atakusalimia mtu ambaye kwamba si kafir, Mtume alayhi salatu wasallam alitoa maelekezo watu waseme wa alaykum assalam, lakini wale Mayahudi wenyewe walikuwa wakimsalimia Mtume assalamu alaykum, manake almaut alayka ya Muhammad, walikuwa wakimwambia laana Muhammad alayhi salatu wasallam. Falidhalika Mtume akatwambia na nyinyi waitikieni wa alaykum assalam, kama ilivyothubutu katika athari ya nana Aisha radhiallahu ta'ala anha. Mmoja ameingia kwa Mtume alayhi salatu wasallam akiwa ameketi na bibi Aisha, akamwambia assalamu alayka ya Rasulullah. Mtume akasema wa alaykum assalam au alayka assalam. Bibi Aisha akakasirika kuona mume wake ameitwa jina baya na ametukanwa mume wa laana. Akawaambia wa alaykum assalam ya ikhwatal qiradata wal khanazir, mauti ikuwe juu yenu enyi ndugu wa manyani na nguruwe. Mtume alayhi salatu wasallam akamwambia la na Aisha imemtosha tulimwambia wa alaykum assalam. Falidhalika akikusalimia mtu ambaye kwamba ni kafir akakusalimia salamu sahihi, unaweza kumwitikia wa alaykum assalam, kwa sababu salamu inaweza ikaja katika dua kwake. Allah kumpatia salamu kumruzuku akawa Muislamu, Allah kumpatia salamu kumwokoa na moto wa jahannam, manake asifa akiwa kafir. Falidhalika kama atakutolea salamu kamili, unafaa na wewe kumtolea salamu, kumuitikia salamu kama alivyotoa, na hukumu ya kuitikia salamu ni wajibu kama tulivyotanguliza. Falidhalika takana Waislamu wajipambe na hizi adabu ambazo kwamba tumeitaja katika salam. Na biidhnillah ta'ala tutaishi hapa. Nasallallahu tabaraka wa ta'ala an yaj'ala hadhihi aljalsa fi mizani hasanatina. Alhamdulillahi rabbil alamin
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين رحمة الله للعالمين نبينا وحبيبنا وقائد غر المحجلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Jana tulitizama adabu ya kwanza katika adabu al-ashara ambazo amezitaja Sheikh Saleh ibn Abdullah ibn Hamad al-Usaymi hafidhahu Allah ta'ala katika kitabu chake hiki al-adabu al-ashara, adabu 10 ambazo ni muhimu kwa Muislamu kujua na kuzifanyia kazi. Na tulieleza kwamba Sheikh ametosheka kutaja hizi adabu 10. Haina maana ya kwamba adabu za Kiislamu ni 10 peke yake, bali adabu ziko nyingi, lakini hizi kutokamana na umuhimu wake na kuwa maisha ya binadamu kila siku huzunguka katika hizi adabu, ndio maana Sheikh akawa amezitaja. Barakallahu fikum. Na jana tuliona adabu ya kwanza ambayo ni adabu salam, na tukaelezea ahkam ambazo zinafungamana na salam. Leo biidhnillah tabaraka wa taala tunaanza adabu ya pili. قال رحمه الله تعالى: الثاني: إذا أردت الدخول على أحد فاستأذن واقفا عن يمين الباب أو يساره، فإن أذن لك دخلت، وإن قيل لك ارجع فارجع. إذا أردت الدخول على أحد فاستأذن واقفا عن يمين الباب أو يساره، فإن أذن لك دخلت، وإن قيل لك ارجع فارجع. بارك الله فيكم. hapa sehemu ya pili Sheikh hafidhahullah ta'ala ametaja hii adabu ambayo katika haya mazungumzo ama katika haya maneno manne kuna 4 masail, kuna masala manne ambayo yanafungamana na adabu al-istidhan. Mwanzo fasiri ya haya maneno kwa ujumla anasema: idha aradta ad-dukhul ala ahad, ukitaka kuingia popote kwa yoyote, ukitaka kuingia kwa mtu yoyote, fasta'dhin, basi omba idhni kwanza ya kuingia. Ukiwa omba idhni ukuwe pahali gani? Waqifan an yamini al-babi, ukiwa umesimama kuliani, upande wa kulia wa mlango, au yasarihi, au upande wa kushoto. Fa in adhina lak, ikiwa huyo mtu ndani ya nyumba atakuruhusu uingie, dakhalt, basi utaingia. Wa in qila laka irji' farji', na akikwambia urudi basi rejea ulikotoka. Hapa kuna masala manne. Masala ya kwanza pale aliposema idha aradta ad-dukhul ala ahadin fasta'dhin, almubayyan hapa Sheikh anataka kubainisha sehemu ambayo kwamba yatakikana mtu aombe idhni. Je, ni wapi pahali ambapo kwamba yatakikana mtu aombe idhni? Yatakikana mtu aombe idhni inda iradati ad-dukhul, pale utapokuwa wataka kuingia pahali. Maybe unapita tu nje ya nyumba, haina haja ya kuomba idhni. Au unapita pembeni ya library ya mtu, unapita pembeni ya pahali watu wanketi, huna haja ya kuingia mule ndani, si lazima uombe idhni, wewe utapita. Faman arada an yadkhula qaddama istidhanahu, kama watataka kuingia sasa itabidi utangulize ile idhni yako, utangulize idhni, uombe ile idhni, wala usicheleweshe mpaka ukishaingia. Kuna mwingine asubiria akiingia ndani ndio aombe idhni. Jamaa, mniruhusu niingie? La, ushaingia ndani uomba tena idhni kitu gani? Maybe umeona vitu ambavyo hafai kuona ndani kisha ndio waomba idhni. Sasa yatakikana uombe idhni ukiwa bado haujaingia. Falidhalika sehemu ya adabu ya kuomba idhni ni kabla ya kuingia pahali, wala si baada yake. Na al-istidhan huwa talabu al-idhni, ni kutaka idhni, wad-dukhulu ala shay'in, kuingia pahali pale aliposema idha aradta ad-dukhul ala, huwa al-wuludu ilayhi, unapotaka kuingia katika ile sehemu moja kwa moja. Wal amru bil istidhan, amri ya kuamrisha watu kufanya idhni. Watu wanaamrishwa kuomba idhni katika kitu ambacho kwamba kinakuwa kimehifadhiwa, fima huwa mahjub, sehemu ambayo kwamba imelindwa, imefinikwa. Mfano nyumba kama tulivyotaja, au mfano duka mathalan,
yani library, maktaba mathalan, uweze kuingia katika library ya mtu amefunga mlango wake, ama katika ofisi ya mtu amefunga mlango wake bila idhni yake, labda kama ikiwa imeruhusiwa. Kuna baadhi ya maneno yanaandikwa ishara, mathalan utakuta pahali pameandikwa open, maana yake wewe waruhusiwa kuingia. Ama mfano katika nyumba, si kila nyumba unaweza kuomba idhni. Laysa alaykum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum, hakuna tatizo lolote kuingia katika pahali ambako watu hawaishi sehemu hiyo, na nyinyi hiyo sehemu mna vitu vyenu. Ulama wanataja hizi ni sehemu kama vile za hawanit, sehemu za mathalan hotel, cafeteria, umpito utaka kwenda kula, si lazima uombe idhni kwa sababu ile si sehemu mahjub. Falidhalika uomba idhni katika sehemu ambayo kwamba inakuwa imehifadhiwa. واضح؟ طيب. قال واقفا عن يمين الباب au yasarihi, kwamba mtu awe amesimama upande wa kulia ama upande wa kushoto. Kama unataka kuingia pahali uomba idhni, simama upande wa kulia au simama upande wa kushoto, kwa sababu miongoni mwa maana ya kuomba idhni, asa ndani kuna vitu ambavyo kwamba mtu hapendi wewe uvione, kama vile ilithubutu Umar radhiallahu ta'ala anhu, siku moja alikuwa amepumzika, akaingia jaria, akafungua mlango, akaingia moja kwa moja ndani. Ikawa Umar amepumzika, baadhi ya mwili wake ukaonekana na hicho kitu hakukipenda. Akatoa maneno yake maarufu, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala lau angeteremsha aya ambayo ikawa inawakataza vijakazi wetu na watu kuingia katika majumba yetu, ndio ikateremka aya ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwataka wale vijana ama watoto waombe idhni wanapokuwa wanataka kuingia katika nyumba za wazazi wao, katika sura an-Nur aya maarufu, ya ayyuhalladhina amanu liyasta'dhinkum alladhina malakat aymanukum, wawatakeni idhni ya kuingia katika vyumba vyenu na sehemu zenu maalum wale watu ambao kwamba mmewamiliki, wako chini ya mikono yenu, sawa kama ni jaria ama kama ni kijana ama kama ni mtoto ama nani yuko nyumbani, yatakana waombe idhni. Na kuna sahaba mmoja alienda katika nyumba, akawa yuabisha, lakini akawa amesimama katikati ya mlango. Alipobisha ule mlango ukafunguka, kuna mama ndani ya ile nyumba alikuwa yuko mbali na nguo zake alikuwa hajajihifadhi, kwa sababu mtu akiwa nyumbani si lazima hijabu zimewekewa wanawake wavae wakitoka nje, si wakiwa ndani. Falidhalika ndani labda mtu amejiachia, yuko kivake, yuko kawaida, wewe ukifika takara muombe idhni, kwa sababu usipoomba idhni unaweza kuona vitu ambavyo kwamba alikuwa haifai kuona. Falidhalika unapokuwa uomba idhni, waqifan an yamini albabi au yasar, wewe umesimama upande wa kulia ama upande wa kushoto. Kwa hiyo ni adabu ya tatu katika adabu ya pili katika adabu ya al-istidhan. Idha aradta ad-dukhul ala ahad, jambo la kwanza ista'dhin, jambo la pili kif inda yamini albab au yasari, jambo la tatu fa in adina laka dakhalt, kama mtu atakuruhusu kuingia basi haya ingia, kwambia njoo tafadhali ingia. Na hapa hukisiwa kila neno ambalo linakuwa lina maana ya kumruhusu mtu, mathalan tukwambia tafadhal au taal au marhab au la bas, kila neno lolote ambalo kwamba mtu anakuwa amekwambia linaashiria ya kwamba anakuruhusu wewe uingie, basi utaingia katika ile nyumba. Na masala ya 4, qala wa in qila lak irji' farji', akikwambia rudi ulikotoka basi rudi, kwa aya Allah, wa in qila lakum irji'u farji'u, mkiambiwa mrudi basi rudini, wala haina haja ya kukasirika. Kuna mtu mwingine ukimwambia arudi ataona kama vile atatoka au kuna hasira. La, ulama wanatuambia katika masala ya istidhani kuna mambo matatu. Jambo la kwanza, ima mtu akuruhusu uingie, jambo la pili ima mtu akwambie usiingie, jambo la tatu ima mtu atulie asikuruhusu wala akikuruhusu basi ingie, asipokuruhusu inabidi urudi ulikotoka. Allah anasema fa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Na katika kurudi kuna mambo mawili. Inawezekana mtu akarudi an tibi nafsi, akarudi kwa amani, ameambiwa arudi na akarudi akiwa ameridhika na ile hukumu, bana sawa akarudi. Au mwingine akakasirika akirudi. Huyu mtu ambaye kwamba atakasirika
atachukizwa na yeye kuambiwa arudi, anakuwa amekhalifu maneno ya Mtume alayhi salatu wasallam, bali amekhalifu maneno ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu hajaridhia. Katika adabu Allah amewaruhusu watu wawazuie watu, labda hataki temu hiyo mtu yoyote aingie. Wewe ukikubali kurudi bila hasira yoyote, itakuwa umefatisha amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ukirudi kwa hasira utakuwa umekosa ile fadhila. Na kama mtu hatakuruhusu, basi yatakikana urudi. Kuna mwingine atafika atabisha mlango, hodi, akiona hajibiwa atazunguka dirishani, kuna mtu hadala ma yambaghi. Bisha mlango ukiwa kule umeona khalas, ondoka. Adabu ya tatu ambayo itakuwa ni adabu ya mwisho tutamalizia inshallah. Qala الثالث سم الله في ابتداء أكلك وشربك قائلا بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وإذا فرغت فالعق أصابعك وقل الحمد لله. سم الله في ابتداء أكلك وشربك قائلا بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وإذا فرغت فالعق أصابعك وقل الحمد لله. أما سيما وفقه الله akitaja adabu ya tatu katika adabu za Kiislamu, adabu yafungamana na al-akl wash-shurb, adabu inayofungamana na kula na kunywa. Sema samillah, taja jina la Allah subhanahu wa ta'ala fi ibtida'i aklik, pale unapokuwa waanza kula, fi ibtida'i aklik wa shurbik, ama unapokuwa waanza kunywa, qailan, hali ya kusema bismillah, wa kul bi yaminik, kula kwa mkono wako wa kulia, wa kul mimma yalik, na kula chakula ambayo iko mbele yako. Wa idha faragta, na ukimaliza kula, fal'aq asabi'aka, basi ramba vidole vako. Ukimaliza kula unaramba vidole vako. Wa qul alhamdulillah, nasema alhamdulillah. Katika hii adabu kuna masala sita ambayo ulama wanabainisha. Jambo la kwanza, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo wa kula, dhikru bismillah tabaraka wa ta'ala fi ibtida'i al-akli au ash-shurb. Na adabu za kula ziko adabu tatu: adabun qabla al-akli, adabu kabla ya kula, wa adabun athna al-akli, na adabu ukiwa uko ndani unakula, wa adabun ba'da al-akli, na adabu baada ya kula. Hii adabu ya kwanza ambayo inafungamana na adabu kabla al-akli, jambo la kwanza, samillah, mtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Ima itakuwa ukiwa waanza kula ama ukiwa waanza kunywa. Na aliposema inda ibtida'i al-akli, manake mahali ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala si ndani ya kula, bali kabla, ukiwa hujaanza kula bado. Masala ya pili, qailan bismillah, useme bismillah, neno ambalo kwamba laruhusiwa kusema, ama sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kusema bismillah. فقوله قائلا بسم الله, aliposema qailan bismillah, amekusudia ile hadith maarufu ya ghulam Umar ibn Abi Salama radhiallahu ta'ala an, pale Mtume sallallahu alipokuwa anakula na yule kijana akawa anakula ovyo mara ala huku aenda huku, Mtume akamwambia ya ghulam samillah wa kul bi yaminik kul mimma yalik. Na hii ni miongoni mwa tazameni mtume pamoja na majukumu yake yote ya utume, lakini alikuwa anapata time ya kukaa na familia na kula na familia. Kula na familia kuna muhimu sana, sababu tabia za watoto utazijua pale. Huyu wala hivi mwanangu, sikule hivi. Hata kama watoto nyumbani kila mmoja wale peke yake, kuna time siku moja sio mbaya mzazi ukawa umekaa na watoto kwa tazama, kila mmoja ukawa mwelekeza, sababu adabu zaanzia nyumbani. Na Mtume ndo alikuwa afanya hivi.
na kwa upole. Tizama Mtume alisema ya ghulam, hakumzaba kofi wala kumgota. Ya ghulam, kijana, sema bismillah, kul bi yaminik, kula kwa mkono wako kulia, kul mimma yalik, kula chakula ambayo yuko mbele yako. Khalas, kuna tatizo. Falidhalika Mtume ameashiria hii hadithi, na aliposema bismillah, inawezekana ukasema bismillahir rahmanir rahim au bismillah kwa jina lolote kama anavyoeleza Imam an-Nawawi ta'ala na Ibn Taymiyyah al-Hafidh, lakini Imam al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala ameashiria ya kwamba neno la kutamka ni bismillahir rahmanir rahim, bismillah pekee yake, haina haja ya kuzidisha wala chochote. Adabu ya tatu katika adabu ambazo kwamba yatakana mtu azifahamu ni pale mtu atapokuwa anakula akasahau mathalan mwanzo kusema bismillah. Wale ambao nataja baadhi yao, sunna ni mtu aseme pale pale atapoikumbuka, atasema bismillah awwalahu akhirahu. Umekaribia kumaliza ama bado huko ndani ya kula ukaikumbuka bismillah, sema bismillah awwalahu akhirahu. Wengine wanasema la, atahitaji tu akimaliza kula kwa kusema alhamdulillah. Lakini arrajih ni kwamba mtu pale utapoisahau basi itamke. Masala ya tatu katika adabu al-akli, kul bi yaminik, kula kwa mkono wa kulia. Huna Sheikh amebainisha kitu ambacho kwamba chatumiwa kula, na aliposema kul bi yaminik, akili moja kwa moja itafahamu kuwa ni mkono wa kulia, sababu mtu hawezi kuwa anakula na mguu wa kushoto na mguu wa kulia. Lakini ulama wanasema mathalan mtu hana mkono wa kulia au hana mikono, basi itakadimishwa kula kwa mguu wa kulia. Kama yeye kula kutumia miguu, hatatumia mguu wa kulia, lakini chakula itumiwe kuliwa kwa upande wa kulia. Ikiwa mtu haezi, basi ndo atatumia chombo ama kitu kingine. Masala ya 4, qala wa kul mimma yalik, kula chakula ambayo iko mbele yako. Adabu ya kula si mtu akule huko akule huko. Hapa ulama wanatajia inda tanawwu asnaf at-ta'am, pale chakula inapokuwa aina nyingi, mtu anaruhusiwa kula pahali popote. Sababu kwa pale sinia pakuko kuna anjera Somali, kuna anjera Ethiopia, hapa kuna biriani, hapa kuna, waruhusiwa kula pahali popote, sababu ile chakula ni different, sawa. Lakini ikiwa ni chakula moja, basi yatakikana mtu ale ile chakula ambayo yuko mbele yake. Sinia yote imewekwa mchele, unakula pale pale, sio unakula huku na kula huku na kula huku. La صح. Chakula ikiwa iko aina tofauti la basi, kwa sababu inakuwa ni mtu huwezi kula nini ukaacha peke yake. Lidhalika yusmah mtu akawa amebadilisha ile aina. Lidhalika aliposema kul mimma yalik, ay kul mimma yaqrabu minka, kula ile chakula ambayo iko karibu yako, sitaki kwenda kula chakula ambayo iko mbali. Masala ya 5 ambayo imetajwa katika adabu al-akl, qala wa idha faragta fal'aq asabi'ak, ukimaliza kula ramba vidole vako ramba. Na hii inaendana kutokamana na urfu na mazoea ya watu, bali katika urambaji wa vidole kuna aina. Huwezi kuingiza vidole vyote mbele za watu ukaanza kuviramba, yustakdhar, ile kitu inatia watu itakera, uko nakula na watu kisha kimaliza. Sababu sunna kile unapokuwa unakula tonge ile vidole na viramba, lakini unaviramba vipi? Leo wanasema la, kama ni punje zile ziko juu unazivuta kupitia lipsi za mdomo, sababu hamna mtu atakaye sayustakhdhar. Na kama unakula mbele za watu na watu, basi kula pole pole. Na ndio maana Mtume alikuwa anakula kwa vidole kadhaa, lakini chakula ambacho chaliwa na vidole. Uwezi leo kwenda kula, unakula mathalan unakula chakula gani imetoka mfano, unakula mchuzi ukula na vidole, haiwezekani. Lakini chakula ambacho kwamba aliyosema chakula vya Arabu ilikuwa ni mikate hii, mandazi, hakadha, unaweza kaibeba na mimi. Sasa ukibeba vile vidole peke yake ndio vitapatwa na ile sehemu ya chakula. Lakini leo unakula biriani ambayo liko na mchuzi kabisa, utakula na vidole vitatu, haiwezekani. Allahumma labda mtu wale na kijiko. Imam bin Baz, Imam al-Albani rahimahullah ta'ala anasema ni bora mtu ale na kijiko, sababu ndo aqrab ila sunna, kula na kijiko. Kwa sababu mtu akila na kijiko mara nyingi hamwagi, lakini hadha yasema Al-Albani alikuwa na asili ya kizungu. Sasa wazungu kula na kijiko jambo la kawaida, lakini la bas
kula na kijiko la basi, ila kula na mkono hata kiafya kuna faida kubwa, madaktari wakieleza. Chakula ukila na mkono kinawahi kulainika kwa tumbo. طيب, falidhalika mtu akimaliza ataramba kile kidole. Na inaingia hukumu ya kuramba vidole, kuramba kile kitu ambacho kwamba unakitumia, kwa sababu inachokusudiwa katika kuramba vidole ni ile baraka ambayo ipo katika chakula. Sababu chakula kina baraka. Inawezekana ukawa umekula baraka ikabakia kwenye vidole, ndio ile chakula punja ambayo iko, ukaenda kuinawa yote ukaachia baraka. Ama ile sahani ambayo unakula, kuna pengine labda kuna pahali baraka imbaki. Na ndio maana mtu anapokuwa anakula takana yake chakula kiasi, sio chakula kingi. Ukaja kula ukaacha chakula kingi, haika chakula kiasi ili umalize na ile sahani yote uisafishe. Sahani yote uisafishe. Sababu inawezekana kuna baraka katika ile chakula ambayo iko ukao hukuipata. Falidhalika hii ni adabu baada ya kula. Adabu baada ya kula. Kwamba idha kamalta al-akl falhas باللسان, يعني اصابعك au ile mil'aqa ambayo ulikuwa unaitumia, spoon, ama ile sahani ambayo unaitumia katika kula. Na kama tulivyosema inaenda kutokamana na ada. Na pia katika kuramba Mtume sallallahu alayhi wasallam ameleza falyal'aq asabi' au liyul'aqahu, ama ule mtu inawezekana akaramba. Mathalan mume na mke, mtu inawezekana mmoja mkula mwingine na mbabil mulatafa, babil mulatafa, ama baba na watoto wake, mama na watoto wake. Hii inawezekana, umeona kwamba labda amemaliza kula mama ndo akaramba vile vidole va watoto wake mathalan, sababu baina ya familia hakuna kinyaa, baina ya familia hakuna. Lidhalika yumkin hadha, sawa ikawa akaramba ama akaramba mtu mwingine. Idha akala ahadukum, tumetaja hadithi, idha akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha au yuliqaha, mpaka airambe ama arambe na mtu mwingine. Usende kuiosha direct ukamaliza ile kitu chakula yote ambayo ipo kwa mikono. Na jambo la mwisho ambalo ni miongoni mwa adabu za kula, القول الحمد لله بعد تكملة الأكل، أما بعد انتهاء من الأكل كسمى الحمد لله بعد يا كماليزا كولا، ambayo inakuwa ni mukabil ya bismillah. Bismillah unaanza kwa jina la Allah, kisha unamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumaliza. Ulama wanataja baadhi ya dua nyingine ambazo ni maadhur, alhamdulillahi alladhi at'amani wa saqani waj'alani min almuslimin, na zote ambazo kwamba maadhura katika kula mtu anawezekana akazisoma, wala ba'sa bidhalika. Hizo zilikuwa ni adabu ambazo kwamba zinafungamana na kula. Hii ni adabu ya tatu inshallah. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yubarika fina wa yaj'al hadha fi mizan. نحمد ونصلي على رسول الكريم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكندلنا على الآداب العشرة يا الشيخ صالح بن عبد الله بن حمد العسيمي حفظه الله. نجانا ولله الحمد والمنة. tulikomea katika adabu ya tatu miongoni mwa adab al-islamiyya ambazo amezitaja al-Imam hafidhahullah ta'ala katika hii risala yake fupi. Na leo tunaanza al-adab ar-rabi' pale aliposema rahimahullah, pale aliposema wafaqahullah, qala ar-rabi'u takallam bi tib al-qawl fi khairin واخفض صوتك متمهلا في حديثك وأنصت لمن كلمك مقبلا عليه ولا تقاطعه ولا تتقدم بين يدي الأكبر بالكلام. قال تكلم بطيب القول في خير واخفض صوتك متمهلا في حديثك وأنصت لمن كلمك مقبلا عليه ولا تقاطعه ولا تتقدم بين يدي الأكبر في الكلام بالكلام. تكلم بطيب القول في خير، zungumza maneno mazuri katika jambo la khairi.
maneno yako yawe ni mazuri ukizungumzia jambo la kheri. Waqfid sautaka, na kadhalika shusha sauti yako mutamahilan fi hadithik, ukiwa uzungumza taratibu katika mazungumzo yako. Wa ansit liman kallamaka, nyamaza na kisha sikiza kwa yule ambaye kwamba atakuwa anakuzungumzisha. Mtu akiwa anakusemesha basi msikize kwa makini. Muqbilan alayhi, ukiwa umemwelekea yeye. Wala tuqati'uhu, usimkate katika mazungumzo yake akiwa yazungumza, mwache paka amalize zungumza kisha na wewe ndio uzungumze. Wala tataqaddam baina yaday al-akbar bil kalam, wala usizungumze, usikuwe mbele kuzungumza mbele ya watu wazima, mbele ya mtu mkubwa, usio ni wa kwanza kunyanyua sauti yako na kuzungumza. Katika adabu al-kalam, adabu katika mazungumzo, kuna masala 7 ambayo Sheikh ameashiria katika hizi ibara. Miongoni mwa firasa ambayo Allah anawapatia wanawazuoni ni kama vile firasa ambayo anampatia Mtume alayhi salatu maulama ni warithi wa mitume. Mtume aliuti ar-rasul jawami'ul kalim, alipatiwa maneno madogo ambayo yana maana kubwa. Ukitizama maana ambazo zimefichwa katika hizi ibara utakuta kuna maana nyingi. Kama tunavyosema kuna masala 7 katika hizi maelezo. Masala ya kwanza, qala takallam bi tayyibi alqawli fi khair, zungumza maneno mazuri katika jambo la khair. والطيب من القول هو الطاهر السالم من الخبث, na maneno mazuri ni yale ambayo kwamba yanakuwa yamesalimika, yako safi, yako mbali na uchafu. Isikuwa ni maneno ya kumuudhi mwenzio, isipokuwa isiyo ni maneno ambayo yanamchukiza Allah subhanahu wa ta'ala. Lazim an yakuna saliman, wal khairu huwa ma rughiba fihi shar'an wa 'urfa. Na unapozungumza khairi maana ni lile jambo ambalo limehimizwa imma na sharia au na ada ya watu. Je, sisi kuzungumza hili jambo kikawaida ni jambo la khairi? Mtu yasifiwa akizungumza hili jambo, in kana na'am fahadha amrun marghubun fi shar'i, hili jambo limehimizwa na sharia. Na mja anaamrishwa azungumze mambo ya khairi au anyamaze, kwa sababu Mtume asema kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Mtu akiwa anamwamini Allah, miongoni mwa dalili za iman ni mtu kuzungumza maneno mazuri. Imani ya mtu uone kama imekamilika, sayatakallamu bil kalam al khair, atazungumza maneno ya khair. Falidhalika ahaduna ma'mur imma an yatakallama bi khair au anyamazi. Ulama wanatuambia al-'abdu ma'surun ba'da al-kalam wa hurrun qabla al-kalam. Mja anakuwa ni mfungwa baada ya kuzungumza. Utapozungumza unakuwa ni mfungwa kwa yale maneno yako ambayo umeyazungumza, na kabla ya kuzungumza unakuwa uko huru. Falidhalika mabda'ia ya kuzungumza ni nini? Zungumza khair. Kama waweza zungumza khair, huna basi nyamaza. Kuna watu wanaopenda tunayaonekana kama wazungumza basi atazungumza tutazungumza. Hadha laysa min akhlaqi wa min shiyam al-islam. Masala pili katika ibara aliposema waqfid sautaka, shusha sauti yako. Miongoni mwa adabu ya kuzungumza usipige makelele. La la la, ikhfid as-saut, shusha sauti yako. Na masala ya tatu, qala mutamahilan fi hadithi, unapokuwa unazungumza kwa utaratibu, bitudad wa itminan wa sakina, ili wale watu wakuelewe unazungumza nini. Umeshusha sauti yako kisha unazungumza kwa utaratibu. Pamoja na kwamba kushusha sauti kila sehemu ni sehemu ya kushusha sauti. Mathalan katika khutba kuna baadhi ya wakati yatakana mtu anyanyue sauti. Hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika khutba alikuwa idha sa'ida min al-minbar ihmarra wajhuhu wa ala sautuhu, alikuwa yanyanyua sauti yake. La siyama anapokuwa anataja janna, anapokuwa anataja nar, anapokuwa anawahimiza watu, mpaka masahaba wanasema kaannahu mundhiru jaysh. Kwa hiyo kuna pahali pa kunyanyua sauti, lakini adab katika mazungumzo ya kawaida ni vizuri mkao mazungumza kwa itminan, mkao mazungumza kwa sauti ikiwa imeshushwa.
فلذلك يخفض الصوت وتمهل في الكلام. miongoni mwa faida za mtu kutamahul fil kalam, kuzungumza kwa upole, maana yake ni kwamba yule mtu ambaye kwamba anamsikiza ile maana itafika kwa wepesi. Unajua sauti nyepesi inaathiri zaidi katika moyo, sababu asili ya moyo wa mwanadamu unapenda utaratibu na upole. Falidhalika mtu anapokuwa anazungumza kwa taratibu, yale maneno yanakuwa yanafika na kadhalika anaeleweka vizuri. Walihadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa yotoa salam yuarudia mara pili, yuarudia mara tatu, kutokamana na vile anapozungumza kwa utaratibu na upole. Falidhalika ni adab miongoni mwa adabu al-islamia. Al-mas'alatu ar-rabi'a qala wa ansit liman kallamak, nyamaza na kisha msikize yule mtu ambaye kwamba anakuzungumzisha. Al-insat maana yake ni al-istima', kunyamaza inayokusudiwa maana yake ni kunyamaza kwa lengo la kumsikiza yule ambaye kwamba anazungumza. Inawezekana ukawa mtu yazungumza au mnyamaza tu lakini humsikizi, lakini insat ambayo hata Allah ametaja ndani ya Qur'an, fa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, ili watu wapate rahma lazima wawe na insat, wawe na utulivu na kusikiza kwa makini yule mtu ambaye kwamba anakuwa anazungumza ama Qur'an inapokuwa inasoma. Falidhalika unamuelekea yule mtu ambaye kwamba anazungumza, kisha unamsikiza kwa makini ukiwa umeuelekeza moyo wako kwake moja kwa moja. Masala ya 4, masala ya 5 ambayo yameashiriwa na Sheikh, qala muqbilan alayhi, umemwelekea yule mtu ambaye kwamba anazungumza. Miongoni mwa adabu sio mtu yeye kuzungumzisha wewe unaelekea huko, manake anta la anta a'radta anhu, unakuwa umempuzia. Wahadha ma yanbaghi, pale unapokuwa unataka kumsikiza mtu msikilize basi moja kwa moja, tizama mwelekee, lakini sio yazungumza wewe umeelekea nyuma umempatia mgongo, la. فلذلك من آداب الكلام الإقبال على المتكلم. والمسألة السادسة قال ولا تقاطعه، usimkate mtu anapokuwa yuzungumza, bado hajamaliza mazungumzo yake ushamkatiza. اتركه يتكلم حتى ينتهي من الكلام ثم أنت باشر بالكلام. hapa mtaelewana, la siyama ukiwa unazungumza na mtu mzima, ukiwa unazungumza na alim, خلاص اترك له المجال يكمل الكلام ثم أنت ابدأ بالكلام. مسألة 7 والمسألة مشو katika adabu الكلام قال ولا تتقدم بين يدي الأكبر بالكلام. Usizungumze mbele ya watu wazima, usikuwa mbele kuzungumza mbele ya watu wakubwa. Na watu wakubwa wako aina mbili, imma qadran au umra, imma atakuwa ni mkubwa cheo chake ama atakuwa mkubwa umri wake. Mkubwa cheo ni kama vile labda kiongozi mathalan, ama alim, mashaikh, maimam, huyu ni mkubwa kutokamana na ilmu ambayo kwamba yuko nayo. Inawezekana ukawa na miaka mingi lakini mtu akawa na miaka michache alafu akawa mkubwa kwa sababu anajua vitu vingi kuliko wewe. Kwa hivyo ukubwa huo unazingatiwa. Fa imma atakuwa mkubwa katika kala. Sasa mazungumzo yatapimwa vipi? Pale mnapokuwa mnazungumza masala ya kielimu, mtangulize mkubwa wako katika elimu, hata kama atakuwa ni mdogo wako katika umri. Qaddim al-akbara fi al-kalam. Ama mkubwa wako katika umri, babako amketi hapo, wazazi wako amketi hapo, watu wakubwa amketi na mnazungumza, kisha wewe unakuwa unazungumza mbele za watu wazima. Hadha la yustahsan, hii haikuwa nzuri, la siyama kwa kijana wa Kiislamu. Na ndio maana leo ukiangalia vijana wengi wanakuwa na jur'a ya kunyanyua sauti zao kwa wazazi wao, kwa sababu unakuta adabu kama vile hizi mtu azifahamu. Ni mambo machache lakini ni mambo ambayo kwamba yuhassin akhlaq ar-rajul, na hivi ndio ambavyo kwamba anapopima navyo mtu. Falidhalika qala qaddim al-akbar fi al-kalam. Na hadithi anaashiria hadithi ya mtume aliposema kabbir, tumesema tanguliza watu wakubwa, tanguliza mtu mkubwa. Unapokuwa utakuzungumza tanguliza watu wakubwa. Sahaba radhiallahu ta'ala anhum wa sigaru sahaba kama vile kina Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar walikuwa katika majlis za mashayikh hawazungumzi. Abdullah ibn Abbas amekaa katika majlis ya Umar bin Khattab radhiallahu ta'ala anhu. Umar anawauliza masahaba kuhusiana na sura idha jaa nasrullahi wal fath.
kila sahaba yozungumza, kila sahaba yozungumza, kila sahaba yozungumza. Mwisho akamuuliza Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas yuko pale, kijana mdogo lakini alikuwa na ilmu, ila hakunyanyua mdomo wake mbele ya maulama na masahaba wakubwa mkitipa. Umar anamuuliza Abdullah bin Abbas, anasema hadhihi sura kana adhanan li maut ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Hii sura ilikuwa inaashiria kufa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wale watu wengine wote hawakuelewa, alielewa Abdullah bin Abbas ambaye alikuwa ni mdogo, lakini tizama pamoja na ukubwa wake katika ilmu, bali mtume amesema Ibn Abbas habrul umma tarjuman al-Quran, yajua kama yeye ndio tarjuma ya Quran, lakini lam yatakallam amama al-kibar. Hi adabu hata tunaambiwa sisi tulabul ilm, kuna baadhi ya masail mashayikh wako maulama wako la tatasarra, usikuwa haraka haraka talibul ilm kuzungumza. Madam maulama wako qadhiya zinakuja, qadhiya kubwa, mtu anaanza kutoa hukumu kadha kadha, la, ulama wako nyamaza, kuwa na adab. Hadha huwa almatlub almuslim. Falidhalika hali mas'ala ambayo yanafungamana na adabul kalam. قال رحمه الله تعالى: الخامس إذا أتيت مضجعك فتوضأ ونم على شقك الأيمن واتل آية الكرسي مرة واجمع كفيك وقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين وانفث فيهما وامسح بهما ما استطعت من جسدك تفعل ذلك 3. Ameingia katika adab al-ittija', adabu za kulala. Tazameni Uislamu namna ulivyojali umma. Uislamu mwajali watu mpaka umwafundisha namna gani ya kulala. Hadha din ilivyofika mbali mpaka kaifia an-nawm. Anasema idha ataita madji'ak, utapoendea sehemu yako ya kulala. Al-madji' ni sehemu yote ambayo unatumia kulala. Fatawadda, chukua udhu, wanam ala shiqqika al-ayman, kisha lala kwa upande wako wa kulia. Watlu ayat al-kursi, soma ayat al-kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum, maratan, soma mara moja. Wajma' kaffayk, kusanya mikono yako namna hii. Waqra fihima surat al-ikhlas, somea kwa mikono yako surat al-ikhlas, qul huwallahu ahad, wal mu'awwidhatayn, qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas. Wanfuth fihima, kisha temea kiasi mate kidogo kwa sheria tu namna hii, an-nafth خلاص. Wamsah fihima mastata'ta min jasadik, kisha futa kupitia mikono yako sehemu utayoweza katika mwili wako. Si lazima ufute mwili mzima, uweza kufuta sehemu yoyote ambayo kwamba utakuwa imetoshea. Taf'alu dhalika 3, utafanya namna hii mara 3. Katika hii adabu ya kulala Sheikh ametaja takriban masala 8 ambayo ni muhimu yanayofungamana na mtu kulala. Jambo la kwanza, idha ataita madji'ika, pale utapoendea sehemu yako ya kulala, fatawadda, tawala. Hii ndio jambo la kwanza. Unapokuwa unataka kwenda kulala, basi chukua udhu. Madji' ni sehemu ambayo mtu anaenda kulala usiku. Qal fatawadda, chukua udhu. Na udhu ukizungumza ala al-itlaq inakusudiwa ile udhu ya kawaida, udhu ya sala, udhu ya sala. Masala ya pili, nam ala shiqqika al-ayman, lala kwa upande wako wa kulia. قال والمسألة الثالثة يتلو آية الكرسي، صم آية الكرسي مرة موجة، بوني آية معروف الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم mpaka mwisho wa aya. Kisha jambo la 4 katika masala inayofungamana na adabu an-nawm, ijma' kaffayk, kusanya mikono yako kama tulivyoashiria. Ukishakusanya mikono yako kwa upande wake wa juu namna hii, unaisomea jambo la 5, unaisomea hizi ayat ama suratu al-ikhlas ambayo ni qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatayn, qul a'udhu birabbil falaq mara 3. Soma mara 3, qul huwallahu mara 3, qul falaq mara 3, qul bin nas mara 3. Kisha baada dhalik jambo la 6, qala unfuth fihima, ashiria kutemea mate katika mikono yake, ile nafat ambayo inakuwa mashubu biliq, imeambatana na mate kiasi ndogo.
Kisha masala ya 7, imsah bihima mastata'ta min jasadik, futa uwezavyo katika mwili wako. Futa uwezavyo katika mwili wako. Na jambo la 8, qala taf'alu dhalika 3, utafanya kufuta hivyo mara 3, na qiraa kadhalika utarudia kusoma mara 3. Na inawezekana ukasoma kisha ukampakia namna hii, kama ni mtoto wako, kama ni ahli yako, kama ni watoto wako wote, ukaombea dua wewe mzazi. Asa umerudi labda watoto walala pia ukawasomea. Hii yote ni mtu kuchukua kinga na hifadhi. Kuna mtu anakuja kushtakia sema mimi nikilala naona kitu fulani, naona kitu fulani. Ukimwambia je, unachukua udhu wakati wa kulala? Utaambia hapana. Wasoma dua wakati wa kulala? Hapana. Sasa wewe huna kinga. Na usiku viumbe wa ajabu wanatembea, mashaitani kadha. Falidhalika yatakikana mtu lazimiane na hizi adabu na hizi akhlaq. Bali mtu, kuna mambo mengi yanawapata Waislamu ama yanawapata binadamu bila kuelewa. Ukija kuangalia utakuta mtu hizi akhlaq yuko nazo yeye ako nazo mbali. Na katika kuanafath, kujipaka mtu kwa kusomea hizi sura, anawezekana akafanya hivi hata kama akiwa haendi kulala. Mfano labda mtu yuumwa ama anahisi kama vile yako na hasad, anahisi kama vile yako na ain, jifanyie tiba mwenyewe. Haina haja kwenda kumuita sheikh aje kufanyia ruqya. Anasema sasa njoo nifanyie ruqya bana, wewe mwenyewe pia waweza. Jisome mwenyewe taratibu, jipakae, Allah subhanahu wa ta'ala atakuponya. Adabu ya mwisho ambayo tutakomea leo inshallah, adabu sadis, qala idha atasta faghaddi wajhaka biyadayka au bithawbika, biyadika au bithawbika, wahmadillah فإن شمتك أحد فقل يرحمك الله، فقال يرحمك الله فقل يهديكم الله ويصلح بالكم. قال إذا عطست فغض وجهك بيدك أو بثوبك واحمد الله، فإن شمتك أحد فقال يرحمك الله فقل يهديكم الله ويصلح بالكم. Hapa anatuelezea al-adabu 'inda al-'utas, adabu pale mtu anapokuwa anachemua. Al-adab 'inda al-'utas. Tunaambia Uislamu wetu ni dini ya ajabu, raa kila shay, kila janib al-hayat, kila kitu unachojua wewe ndani ya Uislamu utaikuta. Tizama mpaka adabu ya utas imetajwa ndani ya dini. Qal idha atasta, fala utapochemua, faghadhi wajhak, basi finika uso wako, biyadaika, kwa mikono yako, au bithawbika, au kwa nguo yako. Mkono wako utafanya namna hii, ama utafinika na nguo yako. Wahmadillah, kisha mhimidi Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuchemua. Fa in shammataka ahad, ikiwa kuna mtu atakuitikia baada ya kusema wewe alhamdulillah, faqala yarhamuka Allah, yeye akasema yarhamuka Allah, faqul yahdikum Allah wa yuslih balakum, na mwambie Allah akuongoze na kutengezea mambo yako. Katika hii sehemu kuna mambo manne, katika hii adab kuna mambo manne ambayo Sheikh ameashiria. Jambo la kwanza, idha atasta, unapokuwa wachemua, faghadhi wajhak, finika uso wako. Finika uso wako. Inachokusudiwa katika kufinika uso, kwa sababu mara nyingi mtu akichemua basi asa yawezekana ikatoka mathalan mafua katika pua yake, ama ikatoka muhat au buzaq katika mdomo wake. Falidhalika yatakikana ajilinde na hii hali kwa kufinika uso wake. Sawa, hasa unapokuwa mbele za watu, yani ni vizuri, sababu yustaqdar hada, inaweza katoka sehemu katika uchafu karibu uso wako kwa kuchafua. Falidhalika lazim tughatti wajhak au tughatti famak bihadhihi الشيئين إما ثوب وإما اليد. قال إذا عطست فلو تشموا فغضي وجهك، فنك وصواك بيدك أو بثوبك. نعطاس nadhani hii kuchemua ni neno maarufu yajulikana, kuchemua yajulikana. طيب قال na inapendeza kadhalika alimsaki iwe biyadi al-yusra, hiyo kwa mkono wa kushoto. Kama utaamua kufinika na kushika uso, basi ufinike kupitia mkono wako wa kushoto. Masala pili, qul alhamdulillah, baada ya kuchemua sema alhamdulillah. Ndio hapa kila mara nasema
kama Uislamu umezingatia mpaka katika adabu ndogo ambayo mtu inawezekana akaona hakujalia dini yetu ilivyokuwa inawajali watu. Kuchemua tu peke yake, jambo ambalo kama vile mdogo, unaweza kuchemua tu kwa tembea zako ule ujani, lakini maadhalika tumewekewa paka dua. Ndio maana mtume anasema kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba. Qalu man yaba? Qala man ata'ani dakhala aljanna man asani faqad. Kila kitu Allah amekiweka wazi, paka mambo madogo ambayo inakuwa ni sababu ya sisi kutulinda. Qala ahmadillah, himidi Allah subhanahu wa ta'ala. مسألة بيلي، مسألة تاتو كتك أداب العطاس. قال فإن شمتك أحد، هذا أدب قيولا بيكون بنمسكيا منزي وشموه ناكسم الحمد لله. قال فإن شمتك أحد إكيو كنمتو تكوتكيا كسيما يرحمك الله، وتموتكيا فيبي متو كسيما الحمد لله تقول له يرحمك الله، أي الله كرحم دعاء الله كرحم يرحمك الله. ده مسألة تاتو. قال مسألة أني قال فقل يهديكم الله ويصلح بالكم، أي من بي الله سبحانه وتعالى أكون جوزه إن الله سبحانه وتعالى أكو تنجزي من بوياكم كبتيا عطاس. inakuwa ni sababu ya kuombea dua wewe, inakuwa ni sababu ya kuombeana baraka, inakuwa ni sababu ya kuombeana khairi za dunia na akhira, sababu islahul bal fi dunya au fi akhirah. Hizi ni miongoni mwa adabu ambazo zimeashiriwa katika hii adab al-utas. Na biidhnillah ta'ala tutakomea hapa. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الكلمة في ميزان حسناتنا إن شاء الله، وتجتهد كيش إن شاء الله تماليزيه تكون لدراسة مش إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على تمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين، رحمة الله للعالمين، نبينا وحبيبنا وقائد غر المحجلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين. وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من التعليق على الآداب العشر للإمام صالح ابن عبد الله بن حمد العصيمي حفظه الله تعالى. وقد وقف بنا المجلس في الأدب السادس، واليوم إن شاء الله نحاول تكملة هذا الكتاب إن شاء الله. لو هي مجلس ينه tukiendelea katika تعليق fupi ya الآداب العشرة ya الشيخ صالح ابن عبد الله بن حمد العصيمي, ambaye amekusanya adabu kama vile hizi zinazomhusu Muislamu. Na majlis ya tatu tulikomea katika adabu ya 6, na leo inshallah tutatahidi tuweze kumaliza adabu zote biidhnillah ta'ala. Itakuwa ndio mwisho wa darasa za hii kitabu biidhnillah. قال حفظه الله: السابع، قال رد التثاؤب ما استطعت، وأمسك بيدك على فيك، ولا تقل أسمى رد التثاؤب ما استطعت، وأمسك بيدك على فيك، ولا تقل أسمى زوية تثاؤب ميو أمكم يتبيب شغله ميو دي كان سا ميو ile mtu akisikia hakadha zaka kile mmoja atakuwa jina yake tuita mio. Qala rudda at-tathaub ma istata'at, jitahidi kuzuia hii hali ya mio itapokufikia kadri uwezavyo. Wa amsik biyadika ala fiki, na itapokujia hii basi weka mkono wako juu ya mdomo wako. Wala taqul wala usitoe ile sauti. Mimi mara nyingi ikija usipoizuia itatoka sauti hakika. Lama yambaghi, jitahidi uzuie kadri uwezavyo hii sauti isitoke. Katika hii kuna masala matatu. Jambo la kwanza, rudda at-tathaub ma istata'at. Kama jambo la kwanza, hii hali itapokuijia
jitahidi kuizuia kadri uwezavyo. Na usizuie hali ikakupelekea kuweza kuudhuru mwili, bali unajizuia kutokamana na utavyoweza, kama alivyosema mastata'at. Yatathau binajulikana. Sasa ile hewa inapokuwa inataka kutoka, unajitahidi kuizuia. Unajitahidi kuizuia. Kwa nini tutajitahidi kuizuia hii hewa? Mara nyingi mtu akipiga mwili wake unakuwa mnyonge, na hii hali anaipenda shetani. Lidhalika Mtume alayhi salatu wasallam ametukataza, qala rudda at-tathaub fa idha tata'aba ahadukum qala at-tathaub min ash-shaytan. Tathaub inatokamana na shetani. Mmoja wenu qala fa idha tata'aba ahadukum falyaruddahu mastata'. Mmoja wenu anapofikiwa na hii hali, basi ajitahidi kuizuia kadri awezavyo, kwa sababu hii hali mtu ikimfikia mwili wake unabaki mnyonge, na shetani hapendi kumuona muumini akiwa katika hali ya uzuri, apenda muone katika hali ya unyonge. Falidhalika na maana Mtume sallallahu ametuelekeza kwamba hii hali inapokufikia jitahidi uizuie. Lakini Allah yuwapenda chafa, sababu chafa inamfanya Muislamu anakuwa na shirki. Muislamu akienda chafa anakuwa na shirki, tofauti na mtu akienda mio, mwili wake unakuwa unadhoofika. Na ndio maana ni mara nyingi ni dalili, imma mtu ako na njaa ama amechoka yutoka kulala. Ukiona katika darasa mfano tumeketi mtu kwa piga mio, basi ujue imma ana njaa ama anataka kulala, amechoka. Sasa hii ni hali ya shetani. Muislamu daima alqawi, Muislamu muda wote anatakiwa kuwa ni mtu ambaye kwamba ni nashit, ako na nguvu. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili qala wa amsik bi yadika ala fiki, eka mkono wako kwa mdomo wako. Hii hali itapokufikia, eka mkono wako kwa mdomo wako. Na kuweka mkono ufadhilishwa ikiwa mdomo wa mtu ni msafi, basi ni vizuri aeke mkono wa kulia. Lakini upande wa kuweka mkono, unaweka mkono katika mgongo wa mkono huko namna hii, wala si hivi, unaweka namna hii. Na kama itakuwa maybe kama mdomo pengine una hali fulani ama unaogopea kuna chochote zatoka, basi unaweka mkono wa kushoto. Falidhalika hizi ahkamu hufadhilisha kutokamana na hali ya mdomo itapokuwa. Lakini sehemu ya kuweka mkono ni katika mgongo wa mkono, hali ambayo kwamba haidhuru hata kama utakuwa ni mkono wa kulia. قال والمسألة الثالثة قال ولا تقل ولا usitoe sauti, jitahidi sauti kadri inavyotoka uweze kuizuia. الادب الثاني ادب يناني katika الاداب العشرة ambazo amezitaja Sheikh Fadhulullah. قال إذا انتهيت إلى مجلس فسلم واجلس حيث ينتهي المجلس ولا تجلس بين الشمس والظل ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما ولا تقم أحدا من مجلسه وافسح لمن دخل واذكر الله فيه وأقله كفارته فتقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قال إذا انتهيت إلى مجلس فسلم واجلس حيث ينتهي المجلس ولا تجلس بين الشمس والظل ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما ولا تقم أحدا من مجلسه وافسح لمن دخل واذكر الله فيه وأقله كفارته فتقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إذا انتهيت إلى مجلس, utapoingia katika kikao sehemu watu wameketi, fasallim, toa salamu. Ukifika katika kikao, idha intahaita maana idha balagta, qasida maana ukifika katika pahali pote watu wameketi, basi toa salamu. Mbona kwanza hata adab, fasallim ala ahli, na tulisoma huko adabu ya salamu. Wa akmaluha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imma unaweza kusema assalamu alaykum
au assalamu alaykum wa rahmatullah ama assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala. Sheikh Abdullah vipi? Ta'ala. La, sisi tuna kitu kimoja, hakuna haja ya kuongeza. خلاص salam. Mtume amesema assalamu alaykum wa rahmatullah, alikuwa yajua kwamba Allah ni ta'ala. خلاص انت تكتفي بالسلام. pamoja na kama mtu akisema assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, je, anahesabiwa ni mtu wa bid'a? Kuna masala mawili. Kuna kitu inaitwa khilafu sunna na kuna kitu inaitwa ibtidaa. Mtu akileta jambo ambalo mtume hakulifanya, haiti ni mtu wa bid'a. Tofauti na sisi vijana tunapokuwa tunakaa tuna vurugu nyingi, bid'a. Mtu wa bid'a hapa. Mtu hawezi kuita mubtadi' kwa kitu kukifanya mara moja. Lakini mtu akifanya da'bu yake, yeye ndio kama ndo muendelezo wake. Hapa sasa tutakwambia anta ibtada, sababu mtume hakufanya hivi. Alipofanya mara ya kwanza anaitwa khilafu sunna, lakini la yuaqab wala yudham wala shay. Lakini akifanya hii ndio njia yake, kila siku ikawa ndio barabara yake, kila siku ikawa ndio barabara yake, sasa wewe utamuita wewe sasa hapo umeleta bid'a katika dini. Sah? Na al-akmal kwa Muislamu atosheke na ile hali ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amemfundisha. Kuna haja ya kuleta mambo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametufundisha kupitia mtume wake tujamalize. Haina haja kuanza kama hizi adabu. Fikiria adabu ngapi ambazo umezifanya mpaka uongeze. Nyingi bado hujazifanya. Tayeb? Tayeb. Lakini tuko ulimi mzuri na kuelekezana. Naam. Qala fasalli wajlis haythu yantahi al-may. Falidhalika huna kuna mas'ala nane katika hii adab. Jambo la kwanza, qala idha intahita ila majlisin fasalli. Ukiingia katika majlis basi toa salamu. Ukiingia katika majlis toa salamu. Falqi salama ala ahli. والمسألة الثانية قال واجلس حيث ينتهي المجلس. adabu keti ile sehemu ambayo majlisi imefika. Unkuta watu wanketi namna hii wamejipanga vizuri, basi keti ile pahali watu wamekomea. Sio toka kule unchelewa wewe pita. Labda ikiwa sehemu watu kama vile hapa sasa, watu wako tofauti, watu wengine wako hapa, wengine wako huko, wengine wako huko. Mtu akija anaweza kakaa hapa, anaweza kakaa sababu sehemu iko wazi. Lakini kama majlisi njaa, lazima uketi ile sehemu ambayo watu wameishia. Tayeb, umeingia katika holi, watu wapo kwenye viti namna hii, chairs, watu wamketi. Mimi ninaketi hapa kuna viti mbili ziko open, kisha kuna mwingine ameketi pale. Je, waruhusiwa kukaa hapa? Waruhusiwa kukaa. Kwa sababu watu hii sehemu imewekwa ili watu waketi na hawajaketi. Lakini ikiwa watu wampatana namna hii, hapa sasa mtu hawezi kuja kuwatofautisha hao mpaka aombe idhini. Hizi ni katika adabu za Kiislamu ambazo zinampendezesha Muislamu, walakin kathirun minan nas la ya'lam. Wengi katika watu hawaji. Sababu inawezekana yule mtu na mtu wako keti wana mambo yao, wewe ukaja ukawatenganisha. Lama yambari. Dini yetu imechunga sana hisia za watu. Ra'a al-mashaa'ir. Imechunga sana hisia za watu. قال المسألة الثالثة قال ولا تجلس بين الشمس والظل. usiketi baina ya jua na kivuli. Umeketi pahali kuna kivuli, pahali pengine pana jua, nusu ya mwili ipo hii adab ni adab sahihi, adabu lakini ni adabu ya kiafya. Ukija kwa wale wataalamu ambao wanatafuta ijaz katika Qur'an na katika Sunna, wakipita katika hadithi kama vile hizi, wanaanza kukutajia faida za kiafya, tastaajabu. Mtume ankataza, si tu katazo toka kitambo. Ni kama vile wakati wa COVID-19 watu wanakuja wakaambia watu waanze kuosha mikono, sio? Na wakati wa Uislamu sisi tuosha mikono mara ngapi basi? Tukiwa tunakula tunaosha, tukiwa tunasali tuosha mikono, kila siku tuosha mikono.
wale ambao walikuwa wanatusema kwamba nyinyi mwajifunza tahara ilhali watu wanaenda juu ya mwezi, kwenye mwezi. Sasa hii wao wakatoka kwenye mwezi kwenye kujifunza tahara. Si bora sisi tunaanza. Hii ni miongoni mwa mahasini ya Uislamu. Falidhalika dini yetu imetufundisha kabla hata ya watu wataalamu. Sasa hawa jamaa baadaye walipokuja kufunua hivi vitabu wakaona hivi vitu wakawa wanafanyia kazi. Ya sisi Waislamu tukua wazembe, utaona utaacha. Lakini mwenzio akilipata hili ataenda kulitafuta. Sawa kalitafuta kwa nia nzuri ama kwa nia mbaya. Kesho wanapata faida, unashangaa mzungu yosimama anakuambia faida ya kitu fulani. Wewe ukikalkulate kwa akili yako mbona hii katika dini iko? Ni sisi tumeachana dini yetu, wenzetu wakaja wakaitumia. Qala wala tajlis baina ash-shamsi wa dhill. Sasa usiketi baina ya jua na mvua. Baina ya jua na kivuli. والمسألة الرابعة قال ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما. ولا usitenganishe baina ya watu wawili isipokuwa kwa idhni yao. Usitenganishe baina ya watu wawili isipokuwa kwa idhni yao. Tumetangulia kuitilia taarifa. Na jambo la tano qala wala tuqim ahadan min majlisihi. Usimsimamishe mtu katika sehemu ambapo kwamba anketi. Mimi ninakuja nakwambia Sheikh Islam. Msikitini hakuna sehemu ya mtu. Samla hii sehemu bana ni mtu fulani msikitini ambasi. Haina sehemu ya mtu. Baadhi ya ulama wanataja kuna mtoto anakuja na wahi msikitini kuja kuswali. Mtoto mdogo ana miaka 7 na miaka 8 amewahi msikitini kila siku anasema anakuja kuketi hiyo swala. Wewe kuja chelewa kuja kumtoa yule mtoto la yajuz, haifai. Mtoto mdogo kuna msikiti ukienda waambia tueni watoto bwana. Sasa watoto tukiwatoa leo utaenda kufanya nini? Mtume anasema muru auladakum bisalati wa hum abna'u 7. Waamrisheni watoto wenu kusali wakiwa na miaka 7. Maana yake time unaanza kumzoesha kuja na yeye msikitini, anazoea mpaka akifikisha umri anakuwa tayari sasa kuja msikitini. Umeona? Lakini kuwaacha watoto nyumbani, kelele ambayo mtoto anaipiga msikitini ni bora kuliko hata ambao anaipiga nyumbani. Lakini kama ataudhi waislamu basi ni bora umwache. Ila ni aula baadhi ya ayamu namlete mtoto yozoea yataallaq. Mtume amesema wa rajulun katika watu ambao watapata kivuli Allah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Falidhalika sisi tupo katika fahamu. Ikiwa mtu ameketi haifai kumnyanyua. Labda ikiwa ni majlis maalum. Mathalan katika hii kiti ni mwalimu wa mara, sio? Ana haki ya kumnyanyua mtu yoyote wakati wowote akiketi hapo. Ana haki ya kumnyanyua mtu yoyote wakati wowote akiketi kwa sababu yeye ndio imam, yeye ndio kiongozi. Sasa ukija ukiketi hapo ukaanza akwambia simama, akaketi yeye sikasi sababu ni majlisi yake. Lakini msikitini hamna majlisi ya mtu. Kila atakayewahi wa anna almasajid lillah. فلا تدعوا مع الله أحدا. قال ولا تقم أحدا من مجلسه. usimsimamishe mtu katika sehemu yake maalum ambayo ameketi. Wafsah liman dakhala. Na kadhalika muachie nafasi mtu ambaye ataingia. Kama watu wameketi ikawa kuna space kiasi mtu akaja kuomba anataka na yeye aketi basi tafassah. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. Wakiwaambia jamaa tuachieni nafasi na sisi katika majlis tuketi basi wachieni nafasi. Allah subhanahu wa ta'ala pia atawafungulia mambo yao. Ulama wanasema at-tanaffus au tanfis Allah tabaraka wa ta'ala liibadihi. Utaona yule mtu ukifanya hii kitu kwa tibi nafsi utaona moyo wako unakuwa na amani. Hata kama ataketi hapo hutadhurika wala hutakereka. Falidhalika Allah naye anakufungulia moyo wako. Au Allah subhanahu wa ta'ala yufassih laka fi umurik. Allah naye kadhalika anakuwepesishia mambo yako. Utashangaa watoka kwenye kazi zaenda tu. Kitoka mambo yanakuwa mazuri. Mpata katika exam mambo kumbe ni sababu ile ihsan ambayo anawafanyia watu imma katika majlis imma katika pahali popote. Sah. طيب قال واذكر الله فيه. Na kadhalika mtaji Allah subhanahu wa ta'ala katika vile vikao mnavoketi.
Muislam. Tushie kutaja katika halakati za nyuma tulipokuwa tukifanya darasa hapa faida za kuketi katika majalis za kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wanapokusanyika basi jitahidini mumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume alayhi salatu wasallam wasema ma jalasa qaumun majlisan la yadhkuruna Allah fihi wa la yusalluna ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam illa kanat alayhim yawm alqiyamah hasratan wa nadama wa in udkhilu jannatan bitawab. Hawaketi watu katika majlis yoyote lakini katika hiyo majlis wakawa hawamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala wala hawamswali mtume sallallahu alayhi wasallam, ila hawa watu watakuja kujutia kile kikao ambacho waliketi يوم القيامه. Hata kama wataingia peponi kwa thawabu ambazo wamezifanya, lakini wakikumbuka kile kikao ambacho waliketi hawakumtaja Allah subhanahu wa ta'ala watajuta. Kwa sababu يوم القيامه hakuna mtu ambaye kwamba amali zake zitamtosha. Wewe ukiona watu wanaketi katika manazili za juu unatamani na wewe utajutia kumbe kuna siku ulipoteza ile nafasi. Watu mketi kumdhukuru Allah au kumdhukuru kwa mketi. Falidhalika watu wajitahidi wakiketi pamoja wamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Bali salafu salih rahmatullahi ta'ala alayhim wajawema waliotangulia walikuwa wakikutana mara nyingi hata wakazungumza mambo yao wakimaliza kila mmoja yaqra ala akhihi surat al-asr. Mmoja wao anamsomea suratul asr kumkumbusha kutokamana na umuhimu wa kutumia wakati vizuri na masala ambayo kwamba yamebebwa ndani ya suratul asr. Hii ni almubadara fi istimali alwaqt fi alkhair. Falidhalika hata kama itakuwa majlis ya biashara, majlis ya story, mapiga samar wewe na jamaa zako, jitahidi ukifika wakati mumtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Hata mmoja akawakumbusha ni jamaa mtajeni Allah subhanahu. Shukuru Allah tabaraka wa taala. Mumswalie mtume sallallahu alayhi wasallam. Sababu hiyo ni fawaida mazipata. Qala wa aqalluha na katika dhikri Allah kwa aina tatu. Ima mtu atamtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa ulimi, ama atamtaja ndani ya moyo wake, ama atamtaja kwa viungo vyake. Manake kwa viungo vyako manake unafanya mambo ambayo kwamba Allah anayataka. Ima utaswali, ukiswali kuna ibada ambayo inakuwa imekusanya ibadatul lisan wa ibadatul jawarih kama vile sala. Kwa mmeketi ukimaliza kawa umesimama ukaswali swala ya sunna mutlaqa. Sunna mutlaqa ama kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala mkasomeana Qur'an, hada kullu hada. Qala wa aqalluha, na uchache wa kafara ama uchache wa dhikr katika majlis al-kaffara. Qala wa aqalluhu kaffaratuhu, na uchache wa dhikri katika kikao ni kusoma kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Katika majlis yoyote. Wengine wadhania hii dua mpaka uiseme katika majlis ambayo mtakuwa mmezungumza mambo ya lao kama mfanya tauba. La, katika majlis yoyote wafahamu usome hii kafaratu almajlis. Imeitwa kafaratu almajlis kwa sababu mara nyingi sana katika vikao watu wanafanya madhambi. Mnaweza mkaketi mkajikuta mkazungumza mambo ambayo kwamba hayamridhishi Allah. Ama tu ile hali ambayo nyinyi mmeketi mkao mazungumza mambo yenu ya kawaida, mkao hamjamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni taksir. Sawa, hii ni taksir. Umeketi tu hamna mapiga tu stories za kawaida, huu ni upungufu. Falidhalika mkimaliza mnasoma kafaratul majlis kwa Allah subhanahu wa ta'ala wasamehe katika ile sehemu ambayo mtakuwa mmekosea. Kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba. Yani fursa za kuingia janna ni nyingi sana. Falidhalika hii ndio mukhtasar wa ama ikhtisar al-kaffara. أقل الذكر في المجلس. قال الأدب التاسع أدب يتيسع أعطي الطريق حقه فغض بصرك وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر.
Adabu ya 9, adabu inayofungamana na adabu ya barabara, at-tariq. Anasema ipatie njia haki yake. Katika hii al-adab at-tasi' kuna mas'ala matano ambayo atakikana Muislamu ayafahamu. Jambo la kwanza, i'ti at-tariqa haqqahu, ipe barabara haki yake. Hadha huwa al-asl. Hii ndio asili al-jami' fi adabi, kwamba mtu unapoketi katika barabara ama unapokuwa katika barabara ajitahidi kuipea barabara haki yake. Na haki ya barabara ima itakuwa imethubutu kisheria ama itakuwa imethubutu kiurfi. Katika mambo ambayo kwamba sheria imeyataja anakuja kuyataja, lakini mimi naongeza jambo moja ambalo ulama wanalitaja. Miongoni mwa haki za barabara leo, kama driver Abdullah, madereva wanapokuwa barabarani, ipe barabara haki yake. Uko na usafiri wako, kufuata sheria za barabara ni katika haki ya barabara ambayo Mtume amelazimisha watu waifuate. Na ukikhalifu hizi haki sheria za barabara unahesabika umekhalifu sheria. Na kama itatokea kutokamana na kukhalifu kwako sheria za barabarani ikatokea ajali, mathalan labda katika ajali ukaua, wewe hukumu yako inacheza katika hukumu mbili za kuua, imma qatlu al-amd au qatlu shibhu al-amd, kuua kwa makusudi ama kuua shibhu al-amd, ambayo kama ni qatlu al-amd basi wale watu wakitoa kisasi na wewe utauliwa. Umeua mtu katika barabara, uko race, sehemu ambayo uende speed 50 wewe ukaenda, ikatokea ajali, wewe unahesabika umfanya kosa, tena unahesabika umekhalifu sheria ya Uislamu, kwa sababu Allah anatuambia ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa uli amri minkum wa ati'ini kadhalika wa tawala. Nini miongoni mwa itikadi zetu yatakana tuwatii watawala? Kama yatakikana umtii mtawala, imewekwa sheria ya barabara, masti wewe uifuate. Usipoifuata unahesabika umekhalifu. فلذلك ni miongoni mwa haki za barabara. قال أعطي الطريق حقه، ipe barabara haki yake. Masala ya pili, qala faghudda basarik, akaanza kubainisha baadhi ya adabu za barabara. Jambo la kwanza, kala inamisha macho yako. Inamisha macho yako unapokuwa unatembea, usikiwe kila muda macho yako yako juu namna hii, sababu katika kuinamisha macho unajiepusha na kuona mengi. Haya barabara za Isli uinamisha vipi macho? Ukiinamisha macho umepigana na watu. La tutliq albasar qadra alhaja, tutliq albasar qadra alhaja. Lakini sasa tembea Isli umeinamisha macho utaanguka shekh. Uko Nairobi kule town unainamisha, ama uko drive shekh unainamisha macho, sawa. Lakini hada qadra al-imkan, unainamisha macho yako. Umeona kitu la yustahsan, la tutliq al-basar. Vijana wenyewe wanasema kuna jicho lile la shaytan. Jicho la kwanza ni haki yako, la pili ni la shaytan. Sasa hivi wanafanya vipi? Ikitokea jambo anasindikiza na lile jicho moja, hafungi mpaka mwisho. La hiya ma yanbaghi. Qala ghadd al-basar, inamisha macho. Na jambo la pili, qala wakaf al-adha. Kuna faida mbali nyingi za kuinamisha macho, faida ziko nyingi sana. Hata ulama wanataja, Imam Ibn Qudama katika kitabu at-Tawabin ametaja habari. Miongoni mwa mambo ambayo kwamba walikuwa nayo wema benefit sana, walikuwa wanafuatilia adabu na walikuwa hawapendi kuangalia katika mambo, hata mambo ya kawaida. Imam Ibn Qudama katika kitabu at-Tawabin ametaja habari, bwana mmoja alipita katika nyumba kisha akabisha hodi. Alipotoka yule mtu wa nyumba akamwambia, bwana, katika nyumba yako kuna kama mbao hivi imevunjika, yafaa uirekebishe. Jamaa mwambia, mimi nina miaka 20 kwa hiyo nyumba sijaiona hiyo mbao, umeiona vipi?
kutoa macho sana, bali hata katika muda mwingine Allah anakulinda kutokana na kutokutizama sana. Ya akhi, jamaluha amiya, uzuri wa mambo muda mwingine ni kuwa kipofu katika hayo mambo. Na Aisha radhiallahu ta'ala anha ameeleza Mtume alipofariki alimwachia kiasi kidogo sana cha ngano takriban. Na Aisha asema ile ngano akaitumia muda mrefu sana. Ngano ndogo nchache, kilo kadhaa. Kila siku akisikia njaa yenda kuchukua apika, anakuja. Hala haikuishi muda mrefu mpaka qala fakiltuhu, mpaka ikaja wakati akaipima. Alipoipima tu fafani ikaishi. Kuna muda Allah anateremsha baraka wakati ambao wewe hujui. Sasa unakuwa kila mara angalia hata new balance kwa simu siangalie sana, sababu kuna muda Allah anakusaidia unakuwa huna ile stress. Wajua Muislamu atakana awe ratiba nafsi, mambo ya kawaida la haja. Unatumia tuango la pocket money wale school, wewe ukiingia tu cafeteria unatumia خلاص. Siku itakuja ukifuatilia utashangaa inaisha haraka. Allah anakuwa ameweka baraka. Falidhalika hiyo ni miongoni mwa adabu zake. Qal wa kuffa al-adha, na kadhalika jizuie kuudhi watu na zuia maudhi yasiwafikie watu. Hii ni miongoni mwa alama za husnul khuluq, kama alivyosema Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, husnul khuluq badlu an-nada wa kaffu al-adha wa talaqatu al-wajh. Tabia nzuri ni kaffu al-adha, kuzuia maudhi yako yasifike kwa Waislamu na yasifike kwa watu. Ikiwa huwezi kuwanufaisha watu, basi usiwadhuru. Mtu asidhurike kupitia mkono wako, jirani yako asidhurike kupitia mkono wako au kupitia mdomo wako. Usijeruhi mashairi ya mtu, la, kafi al-adha. والمسألة الرابعة قال ورد السلام، rudisha salam. Mtu akikusalimia muitikie salam, assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah. Tumesoma kwamba kutoa salamu ni sunna, kuitikia wajib. Mtu akikutolea salamu itikia salam. Qala wa rudda salam. Wal mas'alatu al-khamisa qala wa'mur bil ma'ruf wa nha 'anil munkar, amrisha mema na kataza maovu. Qadra al-istita', qadri wazaf, amrisha watu mema. Mtu ankuja amfanya maasi mkumbushe. Uko na yeye barabarani umeona mtu yafanya kitu ambacho kwamba haipendezi, mkumbushe. Mtoko kwa mtu yazungumza mtu asali, mkumbushe. Sah. Qala wa'mur bil ma'ruf wa nha 'anil munkar, nakataza maovu. Na hiyo ndio khairia ya ummati Muhammad alayhi salatu wasallam. Ubora wetu sisi umepatikana katika kuamrisha mema na kukataza maovu. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, muamrisha watu wema mema, makataza maovu. Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu siku moja, Amirul Mu'minin, kiongozi wa Uislamu, amezungumza jambo. Bwana mmoja akamwambia ittaqillah ya Amirul Mu'minin, muogope Allah. Huyu mtawala yuambiwa hivi, muogope Allah. Ma akhadatuhu al-izzatu bil-ithm. Umar alifanya vipi? Umar akamwambia bwana, wallahi la khayra fikum idha lam taquluhu lana, hamna khairi nyinyi kama mtatukumbusha sisi kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hamna khairi yote madamu hamna anaamrisha watu mema, madamu hamna anayekataza watu maovu. Hakuna mtu ambaye anamwambia mwenzie ittaqillah la khaira fikum, hamna khairi yoyote. Falidhalika khairiyatuna fil amri bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, na katika amri bil ma'ruf kuamrisha watu wema, kuamrisha watu wafatane na tauhid, wafatane na waachane na shirki, wafatane na sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam, waachane na bid'ah. Amru bil ma'ruf, watu wafate akhlaqul hasan, watu waache kuleta mambo ambayo kwamba hayafai kwa dini, watu wapendane kwa ajili ya Allah, watu wasikatane. Hii ni miongoni mwa al-amru bil ma'ruf. Falidhalika huna haki ambazo amezitaja Sheikh ni tano. Jambo la kwanza ghaddu al-basar, kuinamisha macho, kafu al-adha, kuzuia maovu yasifikie watu.
jambo la 3 raddu salam, jambo la 4 al-amru bil ma'ruf, jambo la 5 an-nahyu 'anil munkar. Na haya ndio kama imetajwa katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiallahu ta'ala anhu bajulikana. Adabu ya mwisho ambayo tutamalizia insha Allah, pamoja na leo kwamba tumechukua time lakini ndio tumaliza. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بالصالحات. قال البس الجميل، البس الجميل من الثياب وأفضلها الأبيض ولا يجاوز كعبيك، ولا يجاوز كعبيك سفلا، وابدأ بيمينك لبسا وبشمالك خلعا. قال البس الجميل من الثياب وأفضلها الأبيض ولا يجاوز كعبيك سفلا، وابدأ بيمينك لبسا وبشمالك خلعا. katika hii adabu ametaja mambo matano ambayo yanafungamana na adabu thiyab, adabu katika mavazi. Kila mara narudia, Uislamu wetu la ma ghadara saghiratan wala kabira, hujaacha kubwa wala dogo. Mpaka katika mavazi Uislamu umetufundisha kuvaa. Ndio maana mtu ukitaka kuwa smart, basi fanya kama Uislamu ulivyokuamrisha. Amka usubuhi swali. Tena ukiamka usubuhi, kana yastayqadha min an-nawm, kana idha qama min al-layl yashusu fahu bis-siwak, piga mswaki usafi wa kwanza. Njoo msikitini, mtume anasema bashir al-mashaa'ina fi ad-dulam bi nur at-tami yawm al-qiyamah. Njoo msikitini, unapata ile fadhila. Kimaliza swali salatu al-fajr, swali rak'atayn qabla salatu al-fajr. Mtume anasema khairu min ad-dunya wa ma fiha, bora kuliko dunia na vilivyo. Ukimaliza swali salatu al-fajr, man salla al-fajr fa huwa fi dhimmati. Ukimaliza ijlis fi musallak, mdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ikifikia paka huo wakati ukaswali salatu al-ishraq, wewe unahesabika umeenda hija ama umeenda umra. Ukimaliza njoo swali salatu ad-duha, swali rak'a 4 kabla salatu adh-dhuhri, swali salatu adh-dhuhr, swali rak'a 2 mpaka unakuja kulala umesoma dua. Mbali na kula, ya ayyuhalladhina amanu kulu min at-tayyibat, kuleni fakula vizuri. Katika mavazi, ar-rajulu yuhibbu yakuna libasahu hasan wa sha'ruhu hasan. Mtume akasema inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Kazini, inna Allah yuhibbu alladhi ya'kulu bi'amali yadihi wa inna al-anbiya'a kanu ya'maluna bi'amali aydihim. Kusoma kila ukitaka kuwa smart fata Uislamu, kazi mkushi. فلذلك قال هنا أدب اللباس. مسألة kwanza قال البس الجميل من الثياب, vaa nguo nzuri. Antuamrisha tuvae mavazi mazuri. Aljamilu min athiyab, nguo nzuri ni ima itakayokuwa inapendwa kisheria ama inapendwa kimazoea. Ima itakayokuwa inapendwa kisheria ama inapendwa kimazoea. Mathalan, jamii yetu sisi kuvaa nguo fulani yapendeze, vaa. Na libas na mavazi ni katika mambo ambayo kwamba ni ya ada. Mtu asije kukwambia kuvaa kanzu nyeupe ni wajibu, pamoja na kwamba ni sunna. Kuvaa kanzu nyeupe ni sunna. Sunna kwa watu katika mavazi ni libasu, an yalbasu libasa ahli al-fadl. Je, watu wetu sisi wakubwa wanavaa vipi? Waislamu watu wao wakubwa ni kina nani? Ulama, mashaikh. Wanavaa vipi? Zile nguo ambazo wanavaa ndio sunna kwa Waislamu kuvaa. Wa illa sio kuona mtu akivaa kile anavaa kanzu ni kwa sababu Abu Jahl alikuwa anavaa majoho, wewe utayavaa mpaka unakufa pengine. لكن المقصود ماذا؟ اللباس الجميل. فإما يتكون لباس جميل شرعا أما يتكون لباس جميل عرفا. كيشا كانza kubainisha قال وافضلها الابيض, akabainisha miongoni mwa mavazi bora ya kuvaa. Qala afdaluha al-abyad, bora ya mavazi uvae nguo nyeupe, bora nguo nyeupe. Hadithi ya Mtume sallam, inna min ahabbi libasikum al-abyad, miongoni mwa mavazi yenu mazuri ni nguo nyeupe. Qala ilbasu min thiyabikum al-bayad wa kaffinu fiha mautakum,
vaeni nguo zenu nyeupe na muwakafini maiti zenu kwa nguo nyeupe, sanda nyeupe. Lidhalika yapendeze kuvaa nguo nyeupe, pendeza kuvaa nguo nyeupe, la siyama leo يوم الجمعه. Leo ni sunna saa kuvaa kanzu nyeupe, kanzu yako nyeupe leo na kofia yako nyeupe, kivaa unakuwa smart. Naambia ukitaka kuwa smart fuata dini tu. Sasa unakuta mtu amevaa kanzu nyekundu na kofia ya kijani, alafu amevaa ile koti nyeusi, haikai smart. Lakini ukivaa kanzu nyeupe ukavaa kofia nyeupe unakuwa mzuri, unapendeza. Falidhalika yani, lakini hata jazz nasikia ukasema bwana haramisha kwa mfano nguo zote bwana, lakini kama mtume wa afdal bora ni nguo nyeupe. Qala wa afdaluha al-abyad. المسألة الثالثة قال ولا يجاوز كعبيك سفلا. nguo yako isivuke katika macho ya mguu chini, maana yake sio isbani. Subhanallah. Leo hii angalia, mimi mara nyingi wanazungumza kwamba Waislamu tunataka kuelekezana, ila tu ulimi mzuri kutumia. Mimi nawasomea hadithi katika watu ambao kwamba Allah hata watizama ya kiyama ni mtu ambaye kwamba nguo yake itavuka katika macho ya mguu, hata tizama na Allah subhanahu wa ta'ala, musbiru izar. Kukata nguo yako chini hapa si lazima ivuke, ikae hapa. Sio takuvaa nguo kasma. Lakini tizama leo watu walipokhalifu. Leo hii mtu akivaa nguo fupi yuaitwa sijui ataka kuvuka yani atatukana matusi yote. Wanaume wakionekana wavaa hizo nguo. Lakini wanawake leo wanavaa vipi? Wanawake wanavaa, mtume amewaambia wanawake nguo zao ziko chini, ziburuze mpaka chini. Alafu wanaume nguo zao zisivuke katika macho ya mguu. Sasa wanaume ndio wanaburuza, alafu wanawake wanavaa nguo tena wanavaa mpaka nguo zafika huko. Sio ni sizaje sasa, yeye ni sifahari. Tena bora hiyo nimetoa mfano mzuri. Sasa tulipoacha sunna ile pale, angalia wote waliobadilika. Na mtu inawezekana yeye ukamwambia ya nguo yako labda ni ndefu hii, punguza. Nakwambia punguza tu, haribu nguo. Kisha mwambie mkeo yule kutoka vipi? Mkeo akiwa kutoka vaa nguo fupi. Sasa haki yake vae. Yeye ndo afaa vae nguo ndefu. Lakini subhanallah. Tuomba Allah salam. Ndio hali ya ummu alikufikia. Qal wala yujawiz ka'bayka suflan. Wala nguo yako isivuke katika makongo mbili za mguu, katika macho mbili za mguu. Tayeb, kuja juu ni khiyar. Isivuke tu chini, lakini kuja juu ni khiyar. Madamu iko juu ya macho mawili ni khiyar. Sasa unaweza kuvaa ikawa hapa wala sota kuvaa kipenzi vaa wala ukatazo, lakini tu magoti yako isikue wazi. Baadaye unasema mtume ameeleza ucho mwanaume ni kuanzia katika kitovu mpaka falidhalika hii sehemu kifiniko wala basi. Wewe unataka uvae nguo fupi vaa uzao, lakini tu isivuke katika magoti wala isikue isivuke chini ya macho mbili za mwisho za mguu. Qal wabda biyaminika lubsa. Anza kwa upande wa kulia ukiwa wavaa. Kama ni kanzu, mkono wa kulia. Mkono wa kulia. Kisha unamalizia mkono wa kushoto. Qala wa bishimalika khal'an. Na unapokuwa wavua, unapokuwa unatoa ile nguo, anza na upande wako wa kushoto. Anza na upande wako wa kushoto. Na hapa tunakuwa tumemaliza. قال وابدا بيمينك لبسا وبشمالك خلعا. na kuko na dua na adhkar za kuvaa nguo. La sema iko nguo mpya ukiwa unavaa, alhamdulillah alladhi kasani hadha at-tawba wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwa. Unamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, unajiombea baraka kupitia ile mavazi. na huna باذن الله نكون قد اتممنا هذه الكتاب او هذا الكتاب
نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وأن يجعل هذا في ميزان حسناته. kisha amesema qala tammat bihamdillah, mwisho mhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumaliza hii kitabu, na sisi tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuimaliza kitabu kama vile hii. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie iwe ni sababu ya sisi kufuata sunna na adabu za Kiislam, na iwe ni sababu ya sisi kuingia katika janna inshallah. Iko wazi au kuna ishkalia pale popote? Alhamdulillah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.